Imetimia saa 6 na dakika 2 za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Ndukavano na kwanza ni muhtasari wake. Mkuu wa wilaya Ngara Kanali Mathias Kahabi amewaagiza wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama kudhibiti viashiria vyote vya uvunjifu wa amani katika msimu huu wa sikukuu ya Pasaka. Mbunge wa viti maalum na aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo la Kawe kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Halima Mdee amesema atamtembelea gerezani mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Na rais wa China Xi Jinping amewasili jana Alhamisi nchini Colombia kwa ziara siku 2 ambayo itazingatiwa kama fursa ya kuimarisha mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Habari kamili. Ngara. Mkuu wa wilaya Ngara Kanali Mathias Kahabi amewaagiza wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama kudhibiti viashiria vyote vya uvunjifu wa amani katika msimu huu wa sikukuu ya Pasaka. Kahabi ametoa kauli hiyo wakati akitoa salamu za heri za sikukuu kwa wakazi wa wilaya Ngara mkoani Kagera. Amesema kumekuwa na tabia baadhi ya watu kutumia mwanya wa sikukuu kujihusisha na matukio ya uhalifu na kwamba vyombo vya usalama vitashughulika na wote watakaojaribu kuvuruga utulivu wa amani wilayani humo. Tuna Ijumaa Kuu kesho, tuna Jumamosi Kuu, tuna Jumapili Pasaka yenyewe, tuna Jumatatu ya Pasaka. Hizo siku 4 hizo za kazi. Sasa kamati ya usalama mpo. Tukisema ni mapumziko ya Pasaka, sisi tupumzike kamanda. Tuko kazini. Tutahakikisha usalama, utulivu, amani ya wilaya yetu iko pale pale kama ilivyo siku zote. Wale wachache wakorofi na wenyewe tutakutana nao tu mitaani. Tukiona wewe umeshindikana, tunakutuliza sehemu, tunakupumzisha kwa fani wasili unapumzika mpaka baada ya Pasaka. Aidha amesema kwa sasa wilaya Ngara iko salama na hakuna matukio ya uvunjifu wa amani yaliyoripotiwa na kuwataka wananchi kushiriki kikamilifu katika ulinzi na usalama na kudhibiti raia wa kigeni wanaoingia kinyume na sheria. Chato. Mkuu wa wilaya Chato Ruisi Bura amesema kuwa wafanyabiashara wa nafaka wilayani humo wanapaswa kuacha tabia za kupandisha bei za bidhaa hiyo kwa kisingizio cha mabadiliko ya hali ya hewa. Bora ametoa kauli hiyo wakati akiongea na Radio Kwizera wilayani humo juu ya uwepo wa tabia za baadhi ya wafanyabiashara wanafaka kupandisha bei kiholela pasipo kufuata utaratibu. Amesema kuwa msimu huu wa sikukuu ya Pasaka kilo moja ya mchele imepanda kutoka shilingi 1800 na kufikia kiasi cha shilingi 2400, jambo ambalo halikubaliki kisheria na kuwataka wafanyabiashara wenye tabia hiyo kuacha mara moja. Sisi kama serikali tumepata malalamiko na bei hasa imepanda kwenye mazao ya nafaka, lakini pamoja na mazao ya mihogo pamoja na mengine. Tunatoa rai hasa kwa wenzetu wafanyabiashara. Ni kipindi ambacho ni kipindi watu wanafanya toba, na wenyewe namna nzuri ya kuunga mkono ni kuhakikisha kwamba wasipandishi bei holela ukatafuta faida. Bwana Petro Modesti, Penina Samuel na Gervas Biseko wakazi wa Chato wamesema kupanda kwa mchele kumesababishwa na ongezeko la mvua zinazoendelea kunyesha na kukosa jua la kuanika mpunga kwa ajili ya kuchakata. Geita. Watu wenye ulemavu wilayani Geita mkoani Geita wameiomba ofisi ya mkuu wa mkoa kuwasaidia kupata kadi za matibabu ili kuondokana na changamoto wanazopitia wakati wa kiumwa. Kauli hiyo imeibuliwa na mwenyekiti wa watu wenye ulemavu wilaya Geita Bwana Charles Samuel katika mkutano wa hadhara wa mkuu wa mkoa wa Geita akiwa kwenye ziara yake kikazi kata ya Bukori. Bwana Samuel amesema watu wenye ulemavu wamekuwa wakikumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo kukosa bima za matibabu na kutokuwa na uwezekano wa kuchaguliwa kuwa viongozi kama watu wengine. Tumekaa na watu wenye ulemavu siku zote. Kuna mchakato tuliotengeneza kupitia mwenyekiti wetu wa mkoa. Tumeandaa wajumbe kutoka wilaya zote zilizoko ndani ya mkoa wa Geita. Tutembee mkoa mzima kwenda tunaibua watoto waliopitwa na kuacha kupelekwa shule kwa ajili ya ulemavu wao. Lakini tukategemea kwenda kuongea na halmashauri zote kusudi tuelewe wapo wengine wa ulemavu wanakuwa wanajihofu hapa tuelekea kwenye uchaguzi. Kumbe uchaguzi huu hata sisi walemavu tuko sawa, hata nyie ambao sio walemavu. Tuna haki ya kuchagua hata kuchaguliwa. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera amesema kuwa watawasaidia watu wenye ulemavu ikiwemo kufanikisha mpango wa ziara yao kwenye wilaya zote za mkoa huo.
Sasa kuhusu bima za afya ambazo tulitoa kwa watoto yatima pale Moyo wa Huruma, watoto 102, ni jambo la kawaida kusaidia watu wasiokuwa na uwezo. Tukijenga utamaduni, kwanza mifuko yetu ya kuhudumia sekta ya afya itakuwa imeimarika na watoto wetu wataendelea kupata huduma pamoja na watu wenye uhitaji. Kwa hiyo nataka niongeze hilo, na mwenyekiti, nadhani namba ya msaidizi wangu unayo, kama huna atakuchukua namba yako ukamilishe orodha alafu tutaendelea. Hilo lingine la msaada ziara mnayotaka kuipanga, basi tutasubiri mapendekezo yetu tuje tuyaone, tuone namna ya kusaidiana kufanya ziara. Dodoma. Mbunge wa viti maalum na aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo la Kawe kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Halima Mdee amesema atamtembelea gerezani mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Akizungumza na vyombo vya habari, Mdee ameeleza kuwa wakati wa harakati za siasa mmoja anapokutana na changamoto ni muhimu kumtia moyo na kuwa pamoja naye. Mdee amesema kuwa pamoja na kuwa yuko katika shughuli za bunge jijini Dodoma, atafika jijini Dar es Salaam kumtembelea Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, bila kujali nini kinaendelea kisiasa. Lissu alikuwa mwanaharakati, baadaye akaja akajiunga na sisi Chadema. Ni safari ambayo ina struggle nyingi na mateso mengi sana. Kwa mtu ambaye kwa upande wa chama tawala hawezi kujua. Mimi niko Dodoma, lakini nitaenda kumwangalia kama ambavyo Mbowe alivyokuwa ndani, nilienda kumwangalia pasipo kujali kuna mambo gani yalikuwa yanaendelea, na mambo mengine yalikuwa na ukweli, lakini mnagusana na kushikana mikono, hasa za kwetu za upinzani, pale ambapo mnapitia mambo magumu, mnahitajiana zaidi pale ambapo mwenzenu anapitia mambo magumu. Tundu Lissu alikamatwa hivi karibuni akituhumiwa kwa uhaini na atafikishwa mahakama ya Kisutu Aprili 24 mwaka huu kusomewa mashtaka yanayomkabili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Kinshasa. Mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi Dr. Mangaiko Albert amewataka raia wa mji wa Baraka na Kazimia nchini DRC kuzingatia usafi ili kuepuka ugonjwa wa kipindupindu ambao umetokea maeneo hayo. Dr. Albert amesema kuwa kumekuwepo na ongezeko la visa vya waathirika wa ugonjwa wa kipindupindu vituo vya Baraka na Kazimia, chanzo kikubwa kikitajwa kuwa ni matumizi ya maji machafu na kutozingatia kanuni za afya. Amesema endapo wananchi watakuwa na tabia ya kuchemsha maji kabla ya kuyanywa, kunawa mikono kwa maji safi na sabuni na kufanya usafi kwa ujumla, ugonjwa wa kipindupindu utadhibitiwa na jamii kuwa salama. Tumepata kesi nyingi za ugonjwa wa kipindupindu katika mtaa wetu wa afya wa Fizi, zaidi sana katika aire de santé za jiji la Baraka, nikitaja Mshimbake, Baraka na Mwangaza, pia katika aire de santé yetu ya Kazimia. Ni hapo tumepata ka nyingi za ugonjwa wa kipindupindu katika hizi siku za usoni. Wito wetu ni kuhimiza watu kuzidi kuheshimu zile kanuni za afya, ikiwemo kuosha mikono yetu mara kwa mara, kuepuka kutumia vyakula ambavyo vimepoa, na zaidi ya yote kutumikisha vyoo sanifu. Aidha, Albert amesema chanjo dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu bado zinapatikana kwenye vituo vya afya vya Baraka na Kazimia. Hivyo wananchi ambao hawakupata chanjo hiyo wanapaswa kuchanjwa kwa ajili ya kinga. Rais wa China Xi Jinping amewasili jana Alhamisi mjini Colombia kwa ziara ya siku 2 ambayo inazingatiwa kama fursa ya kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Xi anakutana na viongozi mbalimbali wa Colombia, ikiwa ni moja na Waziri Han Mat aliyesema hivi karibuni kuwa China ni mshirika mkuu muhimu ambaye ameisaidia nchi hiyo kuinuka kiuchumi. Katika mazungumzo yao huenda biashara ikawa mada kuu ya majadiliano ya Xi na Colombia, huko Colombia ambayo inakabiliwa na vikwazo vigumu juu ya ushuru vinavyopendekezwa na Marekani. Mbali na ushuru jumla wa 10% uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump, nchi hiyo inakabiliwa na tishio la ushuru wa 49% kwa mauzo ya nje kwenda Marekani mara tu muda wa siku 90 wa kusitisha kutekelezwa kwa ushuru huo utakapokamilika. Ziara hiyo ambayo ni ya kwanza tangu mwaka 2016 itahitimishwa safari ya Xi Jinping kwenye nchi 3 za kusini mashariki mwa Asia, iliyozijumuisha Vietnam na Malaysia. Na kabla ya kumaliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM, huu ni muhtasari wake. Mkuu wa wilaya Ngara Kanari Matias Kahabi amewaagiza wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama kudhibiti viashiria vyote vya uvunjifu wa amani katika siku kuu ya Pasaka.
Mbunge wa viti maalum na aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo la Kawe kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Halima Mdee amesema atamtembelea gerezani mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Na rais wa China Xi Jinping amewasili jana Alhamisi nchini Colombia kwa ziara ya siku 2 ambayo inazingatiwa kama fursa ya kuimarisha mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Waza Wazua. Msikilizaji, ndoto huishia sehemu iliyotamu unapokuwa usingizini, sababu maisha yanataka uamke ukatimize. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X at Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu ya www.radiokwizera.co.tz. Na saa 2 kamili usiku tutakuletea taarifa nyingine ya habari.